Kulikuwa kuna ugumu gani? Ushindi ambao umepata leo, moja kati ya mechi ambazo zilikuwa zinakuwa ni ngumu pia wa Azam na alama tatu. Mara ya kwanza, mchezo wa kwanza mlipoteza, lakini sasa hivi mmeondoka na alama tatu. Hii ina maana gani kwa upande wenu? Yes, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tumepata matokeo mazuri leo. Tumepata pointi 3 kwenye mchezo mgumu kwenye huu mzunguko wa pili, na zilikuwa pointi 3 muhimu kwa ukitazama msimamo wa ligi ulivyo. Chukue fursa hii kuwapongeza sana wachezaji wetu wote wa klabu yetu ya Yanga, tupongeze sana benchi la ufundi, na mwisho ni wapongeze sana mashabiki wa Young Africans ambao wamekuja kwa wingi leo hapa kuhakikisha wanaisukuma timu ipate matokeo mazuri. Ni vile Mwenyezi Mungu alipanga hii mechi ishe 2-1. Lakini kipindi cha kwanza tulicheza nafasi nyingi ambazo tungeweza kufunga hata goli 4 mpaka 5. Lakini kipindi cha pili tumerudi, ukizingatia tuna mechi back to back, tuna mechi hapa ya kombe la CRDB, tuna mechi hapa ya ligi tena kule Manyara. Kwa mwalimu lazima tempo ishuke chini, tumiliki mchezo, na kwa bahati mbaya tukawaruhusu wakarudi mchezoni wakapata goli 1. Kwa hiyo all in all tumepata ushindi wa goli 2-1 na pointi 3. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kuruhusu goli kwa kipa Diarra tena sasa hivi leo hii ameruhusu. Hii inaonyesha kwamba kuna maneno yanazungumzwa mengi kwamba kiwango chake kimeshuka. Kuruhusu na leo tena clean sheet nyingine inapotea. Hii ina maana sio kwa upande wenu? Hapana, hizo ni ajenda za hovyo ambazo mnazitengeneza nyie na sijui ni kwa sababu gani. Diarra sio malaika. Ziko mechi atacheza, ataruhusu goli, ziko mechi atapata clean sheet. Kitu cha msingi kwenye klabu yetu ni timu ipate matokeo mazuri. Hatuko hapa kuangalia nani anapata clean sheet, nani kapata goli. Ajenda namba 1 ambayo wachezaji wote wanaifanyia kazi ni timu ipate matokeo mazuri. Na ndicho ambacho kimefanyika siku ya leo. Kwa hiyo ikitokea Diarra ameruhusu goli, mnasema kiwango kimeshuka. Amecheza mechi 3 hapa na clean sheet, hamna mtu anayesema Diarra kiwango chake kipo juu. Ni kwa sababu bora wake ni mkubwa sana, na sasa mmemzoea, mnamtengenezea makosa. Goli lilofungwa ni goli la kimpira kabisa. Unawapongeza Azam, wametumia mistake yetu kidogo kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sidhani kama ni mjadala, kama ukiwa mjadala basi mjadala watu ambao hawajui mpira kabisa. Kama ni mchezo mwingine ambao umeruhusu injury, Pacome ametoka kupata injury mechi iliyopita, tumeona Khalid Aucho naye pia akipata injury. Sasa hivi mechi zimebaki chache na tunasema kwamba rotation pia ni muhimu kuendelea kufanyika katika kikosi cha Yanga. Tunawaambiaje wananchi ambao wanaenda kumkosa Khalid Aucho wiki 3? Yes, kuhusu Khalid Aucho tayari taarifa yake tumeitoa. Nafikiri hofu kubwa ya mashabiki wa Yanga leo hii ni kuhusu hali ya Pacome Zouzoua. Bado hatujapata ripoti daktari, lakini nimezungumza na mchezaji mwenyewe wakati wa mapumziko akiwa anatoka, na akaniambia amepata jeraha kidogo, maumivu kidogo anayasikia. Kwa hiyo tunaamini kauli yake iwe kauli yenye heri, kwa maumivu anayasikia ni madogo na isiwe injury kubwa. Kwa hiyo kesho inshallah atafanyia check up na atatoa taarifa rasmi. Lakini kwa taarifa ya awali kupitia yeye mwenyewe anasema ni majeraha kidogo ambayo kayapata. Aziz Ki amerudi kwa 100%? Aziz Ki yes, amerudi na tumemzoea akifanya makubwa zaidi hasa kwenye mechi kubwa. Leo ameingia second half, hajapata goal lakini amekuwa na contribution kwenye kutunza mpira, ku maintain possession na timu ikapata matokeo mazuri. Alikamwe Prince Dube amemfikia, anaongoza kwa magoli 12. Kwanza Dube kafunga Chamazi. Sasa limelia sana. Kilio cha nini? Sasa maana gani hiyo? Amelia sana. Dube kafunga. Leo hajazimiwa taa. Sijaamini. Waandishi msicheke, naumiza. Asante. Dube kafunga Chamazi.